Waziri wa ulinzi wa Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, ametoa matamshi makali wazi kwa jeshi la Marekani, akilituhumu kwa kutumia mapambano dhidi ya mihadarati kama kisingizio cha kuandaa mazingira ya uingiliaji wa kijeshi na kuchochea mabadiliko ya utawala nchini Venezuela. Kauli hiyo imetolewa wakati mvutano kati ya mataifa hayo mawili ukizidi kupaa kufuatia ongezeko la majeshi ya wanamaji wa Marekani katika bahari ya Karibi. Akihutubia wanajeshi wa taifa la Bolivarian katika kituo cha kijeshi cha Caracas, Padrino Lopez alitoa tamko lililopasua anga kama radi ya vita, akisema, "Askari wa Marekani, msicheze upumbavu. Msije mkahatarisha hadhi yenu ya kijeshi kwa shughuli za aibu. Je, mmejitolea kunajisi kiapo chenu?" alisema kiongozi huyo. Kauli hiyo iliakisi msimamo wa taifa linalojiona kama linalotolewa sadaka kwa ajenda za nguvu kubwa, huku akitumia lugha ya mafahari wanaosimama katikati ya uwanja bila hofu ya mkuki. Venezuela imekataa vikali madai kwamba viongozi wakuu wa serikali ya Maduro ni sehemu ya Cartel of the Sun, yaani genge la wanajeshi wa Venezuela wanaodaiwa kujihusisha na mihadarati, ikisema ni hadithi ya kisiasa iliyoundwa ili kuhalalisha hatua kali za kijeshi. Kwa miaka 27 mfululizo, ripoti za Umoja wa Mataifa hazijawahi kuiweka Venezuela kama mzalishaji wa dawa za kulevya, mlaji au njia ya kusafirishia mihadarati. Hata hivyo, Marekani imeongeza uwepo wa meli za kivita katika maeneo ya Karibi, ikidai inalenga kutokomeza ugaidi, hatua ambayo Venezuela inaiona kama mchezo wa hatari wa kutengeneza uhalali wa uvamizi. Katika siku chache zilizopita, mfululizo wa matukio yamezidisha mvutano. Boti iliyo na raia 11 wa Venezuela ilitekwa na kutuhumiwa kubeba mihadarati pamoja na wavuvi 9 wa kawaida. Watu wa jasho la bahari walikamatwa na wanamaji wa Marekani. Caracas imetaja hatua hizo kama uchokozi wa kimkakati, ikisema Washington inatafuta kivuli cha tukio kitakachotumika kama sababu ya hatua kali zaidi. Padrino Lopez alisisitiza kuwa taifa lake halitayatambua, akisema, "Venezuela haitainama mbele ya vitisho. Jeshi letu limekula kiapo cha kulinda ardhi hii, mito hii na heshima ya watu wake. Atakayejitokeza kutujaribu, ajue anakutana na ukuta wa chuma wa watu wa Bolivarian," alisema kiongozi huyo. Kauli hiyo imewasha moto wa uzalendo katika mitaa ya Caracas, huku raia wakiona taswira ya taifa linalosimama imara dhidi ya kile wanachokiona kama ukoloni wa kisiasa. Bahari ya Karibi, ambayo kwa miaka mingi imekuwa ukanda wa biashara na upepo wa tropic, sasa imegeuka eneo la mvutano wa kimkakati kati ya taifa kubwa lenye nguvu ya chuma na taifa dogo linalosimama na moyo wa simba. Na katika hilo, swali moja linaendelea kuwaka kwenye vichwa vya wanadiplomasia. Je, meli za kivita au msimamo wa shujaa ndizo zitakazoamua mustakabali wa eneo hili?